Karibu sana mtazamaji wa Raia TV. Bado tuko YMCA na sasa tumefika mwisho wa hii hafla. Na kumalizia hafla ni mwenyeji wa YMCA ambaye atakuwa anatuelezea mengi kuhusu YMCA. Atakuwa pia anatuelezea ni jinsi gani wewe kama mtazamaji, labda uko pale nyumbani umetamani kuwa member wa YMCA, utaweza kufanya hilo liwezekane. Kwa hivyo karibu sana. Nataka nikupatie nafasi uweze kujiintroduce, alafu pia ualike watazamaji wetu kuwa members wa YMCA. Karibu sana. Asante, nashukuru kwa fursa hii. Kwa majina naitwa Vivian Wangoi. Mimi ni mkubwa wa wanarika hapa katika YMCA. Kwanza kabisa ni kushukuru nyote na kushukuru Raia TV kwa ujio wenu na kwa kufanya tukawe hata live. Alituchukulia ikiwa jambo la kawaida. Kwa hiyo tunasema asante sana na mzidi kuja kwa tukio zetu nyingi. Kwa wanaotutazama na wakaribisha muweze kujiunga na sisi wana YMCA. Kujiunga na YMCA kwa walio na umri wa miaka 30 kurudi chini wajiandikisha kwa shilingi 300 peke yake. Walio na miaka 30 kwenda juu wajiandikisha kwa shilingi 500 peke yake. Tunakaribisha kila mtu ambaye wahisi kwamba una wito ama kuna jambo ambalo unaweza fanya huku YMCA. YMCA inahusisha kila mtu. Naam. Asante sana. Sasa tukiongea kuhusu hii hafla ya Education Career Fair, Career Expo, kuna kitu ambayo imefanyika pale ambayo ilikuwa ni a panel discussion na ukawa mmoja wale ambao walikuwa panelists. Umeweza kusikia zile matatizo ambazo wanafunzi wenzako wanapitia, labda kuna matatizo pia wewe mwenyewe unapitia kwa sababu wewe ni mwanafunzi. Unaweza ambia nini yule mwanafunzi ambaye anapitia zile shida sasa hivi? Afanye nini? Naamini kwamba sitaongea kwa marefu kwa sababu tulishazungumza pale, lakini kwa wewe ambaye unatutazama wakati huu na ujui ufanye nini, jambo la kwanza kabisa ni kwamba ujijue wewe mwenyewe, ujue wataka nini, wapenda nini, ungependa kufanya nini waona. Kisha ukishajijua, ama kama hata hiyo katika harakati ya kujijua inakuwa ngumu, tafuta usaidizi. Jambo kubwa kabisa ambalo ningesema ni tafuta usaidizi. Yaani usiketi tu pale umeketi chini ujui jambo la kufanya, ama waona sasa maisha yamefika mwisho, labda umemaliza mtihani wako wa kidato cha 4 na ujui uende wapi. Tafuta usaidizi. Kuna wale guidance, kuna hizi vocational trainings, kuna online courses, kuna online speakers. Jambo lolote sahi wakati huu wa Gen Z. Mtandao, kila kitu utaipata hata kwa simu yako. Kwa hivyo uhitaji na hizo offices ambazo wataka kuvisit ziko tu hapo karibu na wewe, hujazijua bado. Maana yake yachukua hatua ya kuamka tu uweze kuenda na uweze kupata. Asante sana. Sasa parting shot yako kwa wale ambao wanatuangalia siku leo. Parting shot yangu ni kwamba tujitume na tuweze kusoma, tuweze kutaka kujua mengi kila siku. Ya kwamba tusiketi tu na kuzembea. Hata kama kuna jambo ambalo wafanya, jaribu kutaka kufanya jambo lingine. Jaribu kwamba unaweza kuongeza kwa kile ambacho unajua. Yaani usiketi tu hapo. Kama wewe ni mwanafunzi wasoma, tafuta jambo lingine la kufanya. Kwa mfano kuja YMCA tufanye na wewe activities za youth, twende tukapande miti kule, twende tukasafishe mazingira na bahari, twende tufanye jambo lolote lile la community, giving back to the community. Kwa hivyo usiketi tu na ile jambo ambalo wafanya moja peke yake, tafuta jambo lingine la kufanya. Asante sana. That was Vivacious Vivi na tuko YMCA ambapo ndiye kiongozi wa wanarika hapa. Asanteni sana kwa wale ambao waweza kuungana nasi kuanzia asubuhi hadi sasa. Tumefika tamati ya hafla yetu ya siku ya leo. Tumeweza kuongea na stakeholders kadha wa kadha ambao walikuwa wameweza kufika mahali hapa. Tumeweza kusoma mengi, na wewe mtazamaji wangu ambaye labda ulikuwa na swali kuhusu any institute ambao umeweza kuona tukiinterview siku ya leo, ama uliweza kuwatazama pale tulipokuwa tuna stream live, unaweza kuwasiliana nasi, tutakupatia information zaidi, hata contact information ya zile institutions. Asanteni sana kwa kuungana nami kuanzia mwanzo hadi sasa. Ni mimi mwelekezi wenu Miss Noni. Ninawapenda sana sana. Tunane kwa kipindi kijacho. Thank you. Adios. Turus.